Sura ya 21. Kuvuna upepo wa kimbunga. William Miller na wenzake walitaka kuamsha wataalamu wa dini ili wasimame katika tumaini la imani ya kweli na Ukristo halisi wa kanisa. Walishughulika pia kuwaongoa wale wasiokuwa na imani wapate kutubu na kuungama. Wao hawakujishughulisha na habari ya madhehebu. Walichotaka ni kuona watu wanasimama katika ukweli halisi. Miller alisema, nataka kusaidia kila mtu bila kujali ni wadhehebu gani. Kama Wakristo watafurahi kurudi kwa Kristo, litakuwa jambo muhimu. Hata wale wasiouona umuhimu wake, sina la zaidi kwao, wala sina nia ya kutenganisha mikutano. Wengi walioongolewa nami waende kujiunga na makanisa tofauti tu, bora wawe waongofu halisi. Lakini waongozi wa makanisa waliwatenga wale wanaoamini ujumbe wa marejeo. Waumini waliyapenda makanisa yao, lakini walipoona kuwa inawapasa kuchunguza unabii, walikataliwa. Lakini kwa ajili ya uaminifu wao kwa Bwana, walikubali kutengana na makanisa yao. Katika mwaka 1844, watu wa kiasi cha 50,000 walijitenga na makanisa yao. Katika makanisa mengi kumekuwa na ongezeko la kawaida za kidunia zikiingia taratibu, na hizo hudhoofisha mambo ya kiroho. Lakini katika mwaka huo kulionekana hali ya badiliko katika makanisa yote ya nchini. Hayo yalithibitishwa kwa kusemwa kanisani na kuandikwa magazetini. Mchungaji Barnes, mwandishi wa komentari na kiongozi wa makanisa ya Philadelphia, alisema kwamba sasa hakuna mwamko, hakuna uongofu, hakuna kukua kwa neema katika waongozi, wala hakuna wasiwasi kuhusu kuongoa watu na kuwaleta katika wokovu. Kuna maongezeko ya anasa za kidunia kanisani, na haya yanakumba madhehebu yote. Katika mwezi wa Februari mwaka ule ule, Mwalimu Finney wa Borden College alisema, kwa ujumla makanisa ya Kiprotestanti katika nchi yetu yamefifia sana na kuwa na hali ya uadui katika msimamo wake. Hali ya kiroho imefifia mno kiasi cha kutisha. Washiriki wake wameingia katika hali mbaya sana. Kumebakia kufuata mitindo tu. Wameungana na walimwengu kwa hali zote za kianasa na siku za ulafi na starehe. Makanisa yanaendelea kuzama uovuni kwa namna ya kutisha. Yamejitenga mbali sana na Bwana, naye Bwana ameondoka kati yao. Kukataa nuru kwa mwanadamu. Giza la kiroho lilikuwa ndani yao, si kwa sababu Mungu amewanyang'anya nuru yake, bali kwa sababu wanadamu wameikataa nuru ya Mungu. Wayahudi walipojitia katika mambo ya ulimwengu na kumsahau Mungu, waliachwa gizani wala wasitambue kuzaliwa kwa Masihi, na kwa kutoamini kwao walimkataa Mwokozi. Mungu hakuwa na kusudi la kuwakatalia mbali na wokovu, bali wao wenyewe ndio waliojikatalia mbali. Wale wanaoikataa kweli hugeuza giza kuwa nuru na nuru kuwa giza. Isaya sura ya 5 mstari wa 20. Baada ya kuikataa Injili, Wayahudi waliendelea kuadhimisha mambo yao ya mfano wa dini ambayo sivyo yalivyo, huku wakikubali wazi kuwa Mungu hayumo kati yao. Unabii wa Danieli ulionyesha dhahiri wakati wa kuja kwa Masihi na wakufa kwake pia. Hawakujishughulisha kujifunza unabii huo, na mwishowe waongozi wao wakalaani mtu yeyote anayejaribu kuweka mbali muda wa tokeo hilo. Wakati upofu wao na kutoamini kwao Waisraeli waliendelea kuupunguza wokovu wao kwa mfuatano wa vizazi. Hawakuona hatari yoyote ya kuikataa nuru ya Injili iliyokuwa bahati yao, ambayo ni nuru ya mbinguni. Baada ya kuikataa Injili, Wayahudi waliendelea kuadhimisha mambo yao ya mfano wa dini ambayo sivyo yalivyo, huku wakikubali wazi kuwa Mungu hayumo kati yao. Unabii wa Danieli ulionyesha dhahiri wakati wa kuja kwa Masihi na wakufa kwake pia. Hawakujishughulisha kujifunza unabii huo ambayo ni nuru ya mbinguni. Mtu anayeshupaza shingo yake asifanye wajibu umpasao, mwishowe atapotewa na uwezo wa kupambanua baina ya kweli na makosa. Ndipo atatengana na Mungu bila kuwa na bahari. Kanisa likisukumia mbali neema ya Mungu hubaki katika giza. Imani hupoa na upendo wao hupoa pia, na mafarakano hutokea. Wakanisa hushughulikia mambo yao ya ulimwengu tu, na wenye dhambi hushupaa wasione haja ya kutubu. Ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza wa Ufunuo 14 ulikusudiwa kuwatenga watu wa Mungu na udhalimu. Katika ujumbe huu Mungu alitoa onyo kwa kanisa ambalo kama lingepokelewa vema lingaliwarekebisha na kuwasahihisha kutokana na maovu yaliyokuwa yakiwatenga na Mungu.
Kama wangelipokea onyo hilo na kujinyenyekeza mbele za Mungu na kujiandaa kusimama mbele yake, Roho wa Mungu angewajaza na kuwaongoza. Kanisa lingeufikia umoja, imani na upendo wa siku za mitume, ambapo waumini walikuwa moyo mmoja, na Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliookolewa. Matendo sura ya 4 mstari wa 32, sura ya 2 mstari wa 42. Kama watu wa Mungu wangepokea nuru ya neno lake, wangelifikia umoja wa imani ambao mtume anaueleza kuwa umoja wa roho katika kifungo cha amani. Alisema, mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Waefeso sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Wale walioamini ujumbe wa marejeo walitoka katika madhehebu mbalimbali, na mpangilio wa madhehebu yao ulitupiliwa mbali. Mashindano yote na faraka vilipondwapondwa kabisa. Makosa yalisababishwa, kasoro zozote zilizoonyeshwa. Mioyo iliungana katika ushirika mtamu, ukafikiwa kwa furaha. Upendo ulitawala mambo yote. Fundisho hili lingeleta matokeo yale yale kama wote wangelipokea. Wachungaji ambao ni walinzi wangekuwa wa kwanza kuzitambua dalili za kurudi kwa Mwokozi. Walishindwa kujifunza ukweli toka katika unabii au kutoka katika dalili za nyakati. Upendo kwa Mungu na kwa neno lake umepoa, na ujumbe wa marejeo umeamsha hali zao za kutoamini zipate kuchangamka. Lakini kutojishughulisha kwao kumefanana na jinsi watu wa kale walivyouhesabu ujumbe wa Yesu, wakisema, ni nani katika wakuu au Wafarisayo amwaminie Yohana? Sura ya 7 mstari wa 48. Wengi walikata tamaa ya kujifunza unabii, wakisema kuwa vitabu vya unabii vimefungwa wala havieleweki. Makundi ya watu walikataa kusikiliza ujumbe wa marejeo, ingawa walikubali kuwa ni hakika. Waliwatumainia wachungaji wao na kuogopa kutengwa katika makanisa. Yohana sura ya 9 mstari wa 22. Ule ujumbe Mungu aliwatumia watu ulidhihirisha jinsi watu wengi walivyokuwa wakiupenda ulimwengu kuliko mambo ya mbinguni. Kule kuukataa ujumbe wa malaika wa kwanza ndiko kulikuwa sababu ile ya kuongofya hali ya ulimwengu na uasi mwingi, kifo cha kiroho katika makanisa mwaka 1844. Kule kuukataa ujumbe wa malaika wa kwanza ndiko kulikuwa sababu ile ya kuongofya hali ya ulimwengu na uasi mwingi, kifo cha kiroho katika makanisa mwaka 1844. Ujumbe wa malaika wa pili. Katika Ufunuo 14, malaika wa kwanza alifuatwa na malaika wa pili akitangaza anguko la Babeli, ule mji mkuu, kwa sababu umeyanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8. Jina hili Babeli hutokana na jina lake la zamani la Babeli, maana yake machafuko. Katika Biblia jina hili humaanisha machafuko ya kidini kutokana na aina mbalimbali za mafundisho. Katika Ufunuo 17 jina hili Babeli husimama baada ya mwanamke ambaye kimaandiko matakatifu ni kanisa. Bikira safi hufananishwa na kanisa takatifu. Mwanamke mchafu hufananishwa na kanisa potofu lililoasi. Katika Biblia uhusiano baina ya Kristo na kanisa hufananishwa na ndoa. Bwana husema, nami nitakuposa uwe wangu wa milele, naam, nitakuposa kwa haki, maana mimi ni mume wenu. Na Paulo husema, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Hosea sura ya 2 mstari wa 19. Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na Wakorintho 2 sura ya 11 mstari wa 2. Uasherati wa kiroho. Kutokuwa mwaminifu kwa Kristo, kanisa hukaribisha mambo machafu ya ulimwengu yaliingilie, ambavyo hufananisha na uasherati unaovuruga ndoa safi. Dhambi ya Israeli ya kujitenga na Bwana hufananishwa na jambo hili. Hakika kama vile mke amwachavyo mumewe, ndivyo mlivyonitenda mimi kwa hiana, e nyumba ya Israeli, alisema Bwana. Mke wa mtu azinie akaribishaye wageni badala ya mumewe. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 32
Yeremia sura ya 3 mstari wa 20. Mtume Yakobo alisema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila anayetaka kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Mwanamke Babeli alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mtume Yakobo alisema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila anayetaka kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Mwanamke Babeli alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa na dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu kilichojawa na machukizo na machafuko ya uasherati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa alasiri, Babeli, mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nabii alisema, nikamwona mwanamke yule amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Babeli ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 4 mpaka wa 6 na sura ya 18. Uwezo uliokuwa ukiwatawala wafalme na wakuu wa jamii za Wakristo katika karne nyingi ni Rumi. Mtume Yakobo alisema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila anayetaka kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa ni adui wa Mungu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Mwanamke Babeli alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu kilichojawa na machukizo na machafuko ya uasherati wake. Umelewa kwa damu ya watakatifu. Kama kanisa lililowatesa watu wa Mungu, yaani Rumi, Babeli pia imelaumiwa kwa kuungana na wafalme wa nchi. Kanisa la Kiyahudi kwa kule kujiunga na mataifa makafiri na kujitenga na Mungu likawa kahaba. Rumi nayo kule kutafuta msaada kwa serikali ili kuendesha mambo ya kanisa ilipata lawama ile ile. Umoja na ulimwengu. Makanisa mengi ya Kiprotestanti yamefuata mfano wa Rumi kwa kuungana na wafalme wa dunia. Makanisa na serikali kwa uhusiano wao na serikali za kidunia na madhehebu mengine kwa kutafuta kupendelewa na dunia. Neno Babeli, machafuko, linaweza kuhusisha makanisa haya yanayodai kupata mafundisho yao kutoka katika Biblia, na hali bado yanagawanyika katika vidhehebu vingi mno ambavyo vinapingana katika mafundisho. Makanisa mengi ya Kiprotestanti yamefuata mfano wa Rumi kwa kuungana na wafalme wa dunia. Neno Babeli, machafuko, linaweza kuhusiana na makanisa haya yanayodai kupata mafundisho ya kutoka katika Biblia, na hali yao yanagawanyika katika vidhehebu vingi mno ambavyo vinapingana kwa mafundisho. Kazi ya kanisa la Kirumi lasema kwamba kama kanisa la Rumi lilipata kuwa na hatia ya kuabudu sanamu kwa kuhusu watakatifu, binti yake kanisa la Anglikana linasimama kwa hatia ile ile, ambayo lina makanisa 10 yaliyojitoa kumwabudu Maria na kwa moja lililojitoa kwa Kristo. Na pia Dr. Hopkins alitangaza, hakuna sababu ya kufikiri roho ya kumpinga Kristo na kujizoeza kushikamana kwa kile ambacho sasa kinaitwa kanisa la Roman. Makanisa ya Kiprotestanti yanampinga Kristo zaidi ndani yao na yako mbali sana na matengenezo sahihi kutoka katika uasi na ufisadi. Kuhusu kujitenga kwa kanisa la Presbyterian kutoka Rumi, Dr. Guthrie aliandika, miaka 3 iliyopita kanisa letu lilitengwa na Rumi. Lilishikilia Biblia katika mikono yake na likiwa na neno kuu lisemalo, chunguza maandiko. Halafu aliuliza swali hili, je, walitoka Babeli wakiwa safi? Upotofu wa kwanza kutoka katika ukweli wa Injili. Je, kanisa lilifarakana kiasi gani na usafi wa Injili? Lilifarakana kwa njia ya kujiunga na ukafiri na kushusha kanuni za Ukristo ili iwe rahisi wakafiri kujiunga na kanisa. Kuelekea mwisho wa karne ya pili, makanisa mengi yalikuwa na umbo jingine kabisa. Wanafunzi wa kwanza walipomalizika na kulala makaburini, watoto wao pamoja na waongofu wapya wakafuata njia nyingine. Desturi za kikafiri zikafurikia ndani ya kanisa na sanamu zikahalalishwa. Ukristo ukategemea msaada wa serikali. Ukristo wa jina tu ukakubaliwa na wengi, lakini wengi waliendelea kuwa wakafiri tu, wakizidi kuabudu sanamu kwa siri.
Je, mambo hayo hayakurudiwa karibu yote ya watu waliojiita wa Protestanti? Kadiri watangulizi wa kweli walivyokufa, ndivyo waliofuata walivyogeuza njia, wakati vipofu kabisa wasipokee ukweli uliopokelewa na baba zao, wakawa kana kwamba sio wana watengenezaji, wakajitenga na kujikana nafsi na kuacha ulimwengu. Lo, makanisa yamejitenga na ukweli wa Biblia kiasi gani! John Wesley alisema kuhusu fedha: usipoteze sehemu yoyote ya talanta ya thamani kwa mapambo na kujirembesha, wala usipoteze muda wa kupamba nyumba yako na vitu mbalimbali na mapicha na maridadi za kila namna, lakini uridhike na heshima itokayo kwa Mungu. Watawala, wanasiasa, madaktari, wanasheria, wafanyabiashara wote walijiunga na kanisa kama washiriki ili njia ya kuendeleza mambo yao ya ulimwengu. Halmashauri za kanisa zilikuwa zikiongozwa na wakafiri hao ambao walijifanya kana kwamba ni waongofu wa kweli, huku wakitafuta hanasa za ulimwengu. Makanisa makubwa maridadi sana yalijengwa. Wachungaji hodari ambao kazi yao hasa ilikuwa kuwaburudisha watu walikuwa wakilipwa mishahara mikubwa sana. Mahubiri yao yalikuwa ya kuwaburudisha tu wasikilizaji. Hivyo dhambi zilifichika chini ya uongofu wa mfano tu. Dhambi kuu iliyoshitaki dhidi ya Babeli ni kwamba uliwafanya mataifa kunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kikombe hiki husimama badala ya mafundisho ya uongo yanayokubalika na Babeli kama matokeo ya urafiki wake na dunia, na hivyo huimiza mvuto wake na kupotosha juu dunia kwa kufundisha mafundisho yapingayo matamshi ya kweli ya Biblia. Ingawa sio dunia kulewa na mvinyo wa Babeli, maelfu ya watu wangesadikishwa na kuongolewa na ukweli halisi wa neno la Mungu. Lakini imani ya dini huonekana kuvurugwa na kutolingana kiasi cha kuwafanya watu kutofahamu cha kuamini. Dhambi ya ugumu wa moyo wa dunia imesimama mlangoni mwa kanisa.